Thank you, Jesus. Name be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Welcome you today, 104. A different kind of a session in the presence of the Lord. Hallelujah. Lifting up our voices to the Lord. Lifting up our voices. Tukiinua sauti zetu. Lifting up the name of the Lord. Glorifying his name. Bless you, Jesus. We worship you. We bless your name. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Baba. Tunakuinua Baba. Hakuna kama wewe mfalme. There is none like you, Lord Jesus. There is none like you, Jesus. I welcome you in this broadcast, Father. I lift your name above every other name. I lift you up above every other name, Lord. That you will lead us in your way, oh God. I want you to, wherever you are, sauti yako. I want you to lift up your voice. Pray. Tell the Lord. Pray in the name of Jesus. Pray. Hallelujah. Ya rabasuta raba. Ya barabasere. O rabasuta kazaraba. Yandelele bosi katarabosi. Rabasunda la makorobosita. Rekabunda la mazekerezo. Raka bronde za kalabazonto. Rika zonto lozaya kunta. Reka zonta la makuruzante. Rabasonta rabazaya kunti. Rabasanta la mazoko rozaya kanti. Rabashanda la mazoka ya basonta. Reboshanda la bazonka rabazinta. Roboshanda la mazoko roboshanda la bas. Reboshanda la mazoko robosi. Reboshanda la mama seke reboshanda la basi. Rabashanda la mazoka rabasoya. Remoshanda la mazoko robosinta la ba. Yando saya bakunti ya bozika. Rabasundo robozaka ya mazoka. Yantele mozaka ya basonti. Reboshanda la bos. Hallelujah. Come on, lift up your voice. Inua sauti zako. Inua sauti yako. Mshukuru Bwana. Rabashanda la bos. Reboshanda la mazoko robos. Reboshanda la mazoka rabasinta. Rabashanda la mazoka rabas. Reboshanda la mazoko robos. La mazoka rabasendelele bos. Ala la boshanda la basekele bos. Ala basondelele bo. Baba tunakuinua. We bless your name. We bless your name, Father. We lift your name above every other name. We lift your name above every other name. Lord, be exalted. Be exalted. Be exalted. Be exalted. My Lord, be exalted. My Father, be magnified. Oh Lord, we worship you. Oh Lord, we give you praise. Oh Rababa Sherebos. Rababa Senderebos. Yanderebos Shandalalabos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh Rababa Senderebos. Lama Zekerebos Sandalabos. Rabasandalabazayakos. Lama Sondalabakos Erebos. Ramako Brondelebos. Lama Zokorobos Sandalalabos. Rabasundolobos. Yamazendelebos. Yandeserebos. Lama Sonda Lama Kusiriando. Rebosanda Makuzikaraba. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Rabasunda la mazokoro. Rinsa makosanda la bazai. Oh my Father. Oh my God. Oh my God. We honor you today. We honor you this morning. We honor you this day. We honor you right now. We honor you this day. There is none like you. You are worthy to be praised. Receive all the praise. Receive the honor. We worship you, our Father.
We honor you. In the book of Hallelujah. Asante. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 23, the word of the Lord says, I received from the Lord what I also gave unto you. The night the Lord Jesus Christ was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, and after he had given thanks, he said, this cup is the new covenant in my blood. Do this every time you drink it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Thank you, Holy Spirit. Father, there is none like you. You are worthy to be praised, worthy to be adored, worthy to be glorified. You are worthy of all the praise, our Father. We honor you today. Lord, be exalted. Wewe Baba upewe sifa. Kitabu cha Wakorintho 1:11 kutoka mstari wa 23 inasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana kwa nyinyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Verse 25 in Swahili says, na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti yangu, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoenda mbele za Bwana, nguvu zote zinatoka kwake. Hallelujah. Nataka tushiriki pamoja, want us to share in the Lord's table. Hallelujah. Uko pale nyumbani, we are there at home, you have started your time, but you are ready to share in the Lord's table. Hallelujah. All power comes from the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, I thank you for the bread, I thank you for the cup. As I start this broadcast, Father God, I commit everyone into your hands. And Baba, nakushukuru ya kwamba tunapokula huu mkate tunakumbuka kifo cha Bwana. Tunapokunywa hiki kikombe, uponyaji, ukombolezi, yani the deliverance power of the Lord. Tutapata yote. We'll get everything that God has put in the benefit of the Lord's table. Hallelujah. So you will not allow yourself to cherish sin in your heart. Hautakubali kuwaza maovu ndani ya moyo wako. Because the moment you allow sin into your heart, God will not hear. Unapowaza maovu, Mungu ataingia kwenye moyo wako. Zaburi 66 mstari wa 18. Psalm 66 verse 18. Hallelujah. Father, I thank you for the bread. I thank you for the cup. Lord, as we take of this, Lord, we pray that all power belongs to you, Father. So we partake of this bread and partake of the cup in your presence. And Lord, give us strength even to read these scriptures and help us to understand, Baba. Tufunze Baba, tumekuja darasani mwako. Utuwezeshe na utufunze. Teach us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Na tule mkate pamoja. Hallelujah. Father, we thank you even as we share in your body, as we share in your blood. We also overcome
by the word of our testimony. Hallelujah. We thank you because of the word of our testimony. Ushuhuda Baba ambao umetupatia. Father, so in my hands I hold a cup. And Father, now I declare over this cup the blood of Jesus. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Dakame ya Yesu. Sarige la Yesu. Hallelujah. Amanyinga a Yesu. My Father, the blood of Jesus over the nations. The blood of Jesus over our intercessions. Damu ya Yesu juu ya maombi yale tunafanya. Damu ya Yesu juu ya familia zetu. Damu ya Yesu juu ya hallelujah. Hata mapafu yetu Baba, yale yanapumua hewa ya bure umetupatia. Kuna wale Baba wananunua hewa sasa. Kuna wale Baba, there are those that are buying oxygen in India. There are those who cannot breathe for themselves. Father, we thank you for the gift of life. And as we proclaim your death, give us divine health and divine protection. In the name of Jesus, we continue to pray. Let's partake of the cup together. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Hallelujah. Nakushukuru Mungu. Nakushukuru Baba. Nakushukuru. Hallelujah. You know, I thank God for his goodness. And I will invite my mother to pray, because she's with me today. Mama, ningependa uombe tunapoanza kipindi, alafu tutaendelea. Mama Rosaya. Hallelujah. 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 Asante Bwana kwa sababu ya wakati huu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya mesa ya Bwana. Nakushukuru Bwana maana umeingia kati yetu. Na hivyo Baba tayari tumekuona. Mungu tunakushukuru. Tuna shauku kubwa sana mbele zako Yesu, tukisema asante kwa sababu ya mambo makubwa ambayo Bwana umetenda. Umetenda katika nyumba hii. Umetenda katika nyumba ya Marko. Bwana Yesu, Shetani alikusudia ya kwamba hatutaonana tena. Lakini Mungu wa uzima, leo tumekutana. Na ndio maana mioyo yetu imeshikana pamoja, tukikufurahia Bwana, tukiomba maombi ambayo Bwana nasikia unapenda. Asante kwa sababu Bwana Yesu utaendelea kutulisha na utaendelea kuwa pamoja nasi na utaendelea kutuponya hata wale ambao ni wagonjwa mahali hapa, kama mama Nemo na mimi na wengine ambao wajasema. Jehova wa uzima, utashuka uleta uponyaji, maana umesema mwenyewe, ombeni lolote mtakalo nami nitawapa, sema Bwana. Hallelujah. Kwa hiyo ninajua ya kwamba uponyaji tunaupokea kwa Hallelujah. Asante Baba yangu. Asante kimbilio langu. Asante Bwana hata kwa ajili ya nyumba hii ambayo Bwana umeijenga mwenyewe. Maana Bwana unasema ya kwamba aijengaye nyumba ama ilindaye nyumba Bwana ni kasi bure. Bwana wa mabwana ulisimama katika mji huu wangu. Na Baba umeonekana kwa kila jambo. Hallelujah. Umeonekana hata kimataifa. Hallelujah. Umeonekana Bwana
Onekana Bwana ukimimina uzima. Onekana Bwana ukimimina amani katika mji huu. Onekana Bwana ukiponya watu. Onekana Bwana ukiinua watu wa nyumba hii. Wasaidie watu. Wasaidie wasiyejiweza. Kama ninavyoona na macho yangu. Bwana Yesu asante. Asante kwa sababu ya kipindi ambayo Bwana iko mbele yetu. Yehova na ikabidhi mikononi mwako. Na ileta wafu kesho. Ni watu ambao watahubiri Injili. Ni watu ambao watakuwa wadogo, wataongoza inji hii. Hallelujah. Asante Baba. Asante kwa sababu utashuka kwa njia isiyo ya kawaida. Ninakualika Bwana. Ninakualika Yesu. Ninakualika Roho Mtakatifu. Ninakualika malaika wa uzima. Asante Bwana Yesu. Tufungue masikio. Fungua mioyo yetu. Open our ears. Baba yangu, kusanya akili zetu pamoja. Bring our minds together for you. Thank you, Lord. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Asante Bwana. Thank you, Holy Spirit. Tutakapoanza kipindi hii, as we start this program, hakuna na mmoja atakuwa mgonjwa tena. No one shall be sick again. Hakuna hata mmoja atakaye sikia maumivu. No one shall be feeling pain in their Mungu uliyemponya Marko, ninakushukuru. God who saved Marko. Hakuna jambo lisilowezekana. There's nothing which is impossible. Hii ni ushuhuda. Even this is a testimony. It's a big testimony. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we continue to thank you. Tunakushukuru kwa sababu ya maombi. We thank you because of our mom. We thank you because of the prayers. And we thank you, Lord, that this is a very different broadcast today. Because you have led us. Umetuongoza na tutaweza kuwa na wewe. Zaburi 104 katika jina la Yesu. I'm going to read Zaburi, Psalms 104. In the name of Jesus. Psalms 104 is where we are today. Day 104. And we are talking about victorious intercession. Praying with victory. Praying to stand the victory. Kuomba ukiendelea kutangaza ushindi. Ya kwamba Yesu alishinda. You pray that Jesus won the battle. He won the battle. Jesus won the battle. And for us as intercessors, what we need to do is to stand to represent the victory. Kama waombezi, tunasimama kuwakilisha ushindi. Hallelujah. Tunasimama kuwakilisha ushindi wa Yesu. We stand to represent the victory of Jesus Christ. As an intercessor, one thing that you must know is that you are representing the victory. Kama muombaji, one thing that this program changed and focus on, kitu kimoja ambacho kipindi kimeenda kuichukua sasa, ni kupeleka mioyo ya wanadamu kumtafuta Mungu. Kutafuta Mungu na kuweza kumwambia Mungu yani wewe ni Mungu wetu. Tuwezeshe. Help us. Help me to intercede. Help me to pray more. Help me to know you more. Nisaidie nikujue zaidi. Zaburi 104 tunasoma. Praise the Lord, my soul. Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. The Lord wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the winds of the wind. Hiyo tatu inasema, na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Huyafanya mawingu kuwa gari lake na kwenda juu ya mabawa ya upepo. Huo ni Mungu. That's God. That's how he rides. He makes winds his messengers. Flames of fire his servants. Inasema ya kwamba huwafanya malaika zake huwa pepo na watumishi wake kuwa moto na miali. That ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. You are an intercessor. Wewe ni muombaji. Mungu amekufanya uwe miale ya moto. Ya kwamba mkikutana pamoja wengi, ni moto mkubwa unaenda kwenye Mungu. There's a big fire going to God. Hallelujah. Amen. Wakati mnakutana pamoja mkiwa wawili watatu, Mungu amesema ako miongoni mwetu. God says he's among us when we are gathered 2 or 3. He makes his angels wind and his servants flames of fire.
Praise the name of the Lord. You must understand that the ministry of angels is rare. It's very, very rare for somebody who does not pray. Kama wewe uombi, hautajua kuna malaika. So you need to be in the place of prayer. Uwe katika maombi. Dada yetu ukiwa pale Brussels. Mungu anatembea. God is working in Brussels. When you pray, God is working in those areas. God is working through you as you begin to change your focus from praying for yourself to begin to pray for nations. Begin to pray for your colleagues. Begin to pray for others. Ombea wengine. Ombea taifa lako. Ombea wengine ambao wako mbali. Na utapata ile uchoyo yako ya uombo ya kupokea kitu kutoka kwa Mungu itakwisha. Au utakuwa na uchoyo tena. Kama unaombea taifa la Tanzania, kwa mfano, wamefiwa na baba yao juzi. Baba wa taifa. Their father, the president of Tanzania, has just passed on. The nation is just coming to terms with the passing on of their father. So you pray for them. Pray for Tanzania. Pray that God will be their father. Pray that God will watch over them. Pray that God will remove any kind of challenge in Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mbona tusikue nafasi tuombe Tanzania? Tuombe Mungu ya kwamba awasaidie wawe na Mungu awe baba yao, kwa sababu Mungu baba akiondoka mahali, Mungu amesema yeye ni Mungu ya wajane. Asema ya kwamba yeye ni Mungu ya yatima. God says he's a father to the fatherless. So we have a nation that is our neighbor here. We have a nation that is around. You could be in diaspora, in America, in Korea, wherever you are. You can still pray for Tanzania. Tanzania is in the plan of God. The other day, the enemy came in Tanzania and brought a wind. But God delivered them. The sickness and disease of COVID-19 that is in the nations. We need to pray for our neighbors. Lanti, why don't you lift up your voice? Fungua sauti yako sasa. Tuombee tu Tanzania. Tuambie Mungu ingie. Tuinue sauti zetu. Tuinue sauti zetu. Baba, tunaombea Tanzania. We pray over the nation. We pray for the nation of Tanzania. We pray for the new president in Tanzania. We pray, God, that you may come through over this nation. We take time to pray on this broadcast for the nation of Tanzania. We take time to pray over the nation. We pray over the nation of Venezuela. We pray over the nation of Kenya. We pray over Israel. Hallelujah. Neno la Mungu linasema, the word of God says, ask of me the nations, and I will give them to you as your inheritance and your possession. It says, uniombe, nami nitawapa mataifa kuwa urithi wenyu. The word of God is asking us to have a victorious intercession. Kuwa waombaji ambao wako na ushindi, ni kuweza kufanya vile neno la Mungu linasema. Hallelujah. Inasema mstari wa 5. He set the earth on its foundations. It can never be moved. That is Psalm 104 verse 5. You covered it with the watery depths as with a garment. The waters stood above the mountains. Verse 7. But at your rebuke, the waters fled. At the sound of your thunder, they took to flight. Verse 8. They flowed over the mountains. They went down into the valleys to the place you assigned them. Verse 9. You set a boundary they cannot cross. Never again will they cover the earth. He makes springs of water pour into the ravines. It flows between the mountains. Verse 11. They give water to all the beasts of the field. The wild donkeys quench their thirst. The birds of the sky nest by the waters. They sing among the branches. Verse 13. Inasema, he waters the mountains from his upper chambers. The land is satisfied by the fruit of his work. Verse 14. He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate, bringing forth food from the earth. Verse 15. Hallelujah. Glory to God. Wine that gladdens humans' heart, oil that makes their faces shine, and bread that sustains their heart. Verse 16. The trees of the Lord are well watered, the cedars of Lebanon that are planted. There the birds make their nests. The stork has its home in the junipers. Verse 18. The high mountains belong to the wild goats. The crags are a refuge for the hyrax. Verse 19. He made the moon
to mark the seasons. The sun knows when to go down. Verse 19 inasema hivi, aliufanya mwezi kwa ajili ya nyakati, jua latambua kuchwa kwake. Mungu anajua ya kwamba kuna maagano amefanya na jua, ingine amefanya na mwezi, haiwezi kuvunjika. There are covenants God has made with the sun and the moon, the day and the night, haziwezi kuvunjika. Kwa hivyo zinajua hizo. Mwezi unajua kazi yake, jua inafanya kazi yake. Je, wewe mwanadamu, you human being, do you know what your purpose is? What are you supposed to do? Unafaa umfanyie Mungu nini? Unafaa umfanyie Mungu nini? Unafaa umletee maombi, umletee kutii, umletee kumwabudu, umuishie, kwa sababu alikutolea mwana wake Yesu Kristo msalabani ili afe kwa sababu ya dhambi zako. That's the reason what Jesus did. He died for your sins, so now you can live for him. Alikufa kwa sababu yetu, ndio tuishi kwa sababu yake. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo sasa tunapojiweka katika mipango ya Mungu, tujue ya kwamba kama mbingu zinahubiri, if the sun, the moon, the stars, they know the purpose of God. They know what they are supposed to do. The Lord, verse 20 says, you bring darkness, it becomes night, and all the beasts of the forest prowl. The lions roar for their prey. They seek their food from God. The sun rises, and they steal away. They return and lie down in their dens. Then people go out to their work, to their labor until evening. Verse 24. How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. Verse 25. There is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number, living things both large and small. Verse 26. Their ships go to and fro. There the ships go to and fro. And Leviathan, which you formed to frolic there. Mstari wa 26. Kuna mambo mengi naweza sema. Nasema ndimo zipitabo merikabu. Ndimo aliuamo Lewiadhani, uliyemuumba acheze humo. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambazo uwezi ona kwa macho. Leviathani ni moja. It's one of them. Leviathan is one of the spirit you cannot see with your eyes, but it's in the waters. Iko kwenye maji. When you need, for example, kuleta mali kutoka ngambo, inapitia kwenye bahari. When you need to import something, it comes through the waters. Intercessors, let me talk to you. Kuna jambo ambalo Mungu atatusaidia so that we can learn how to pray concerning certain deep things of the spirit, that when we make intercession, God will hear us in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. Inasema verse 27, all creatures look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things. Nataka mstari wa 2:27 na 28 tuombe sisi. Inasema hivi, hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe huwapa wao wanakiokota. Wewe waukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. We want to pray to God and tell God, tuambie Mungu utushibishe mema katika jina la Yesu. God, fill us with good things. The word of the Lord says, fill us with good things. Hallelujah. Omba hilo neno la mstari wa 27, mstari wa 28. Ninasema Mungu, viumbe vyote vinakuangalia wewe. Uvipatie chakula. All the creatures look to you. Father, we call on your name. At this time to pray, we call on your name, Father. We pray, my Father God, that you will give us the grace. Even as we pray, that all creatures look to you to give them food at their proper time. Lord, there are people here that need you to provide for them. Provide, oh God. There are people here who, Lord, need food at the proper time. My God. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things. Baba, tushibishe na mema. Tushibishe na mema. Hey, my God. In Jesus' name. Then inasema katika mstari wa
29. When you hide your face, they are terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Verse 31. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. Hallelujah. Mstari wa 31 na Kiswahili inasema, utukufu wa Bwana na udumu milele. Bwana na afurahie matendo yake. These are the prayers that zinapendeza Mungu. Haya ni maombi yale yanampendeza Mungu. Maombi ya kumsifu. Maombi ya kumwambia hata kama kuna corona kwenye dunia, Mungu, utukufu wako na udumu milele juu ya mataifa. Utukufu wako udumu milele juu ya maisha yangu. Utukufu wako udumu milele. Hallelujah. May your glory, our Father, endure forever. May the Lord rejoice in his works. He looks at the earth and it trembles. He touches the mountains and they smoke. Mstari wa 32 inasema, aitazama nchi inatetemeka, aiguza milima inatoka moshi. Wakati tunaona mataifa kuna mambo mengi yanaendelea, we seeing a lot of things happening in the nations. Then we need to know that God is touching the mountains. Tunajua Mungu anaguza milima, anaguza mataifa. Kwa hivyo tunatetemeka mbele zake. Tunatetemeka mbele za Mungu. We shake before the Lord. We tremble. Hallelujah. Hallelujah. We tremble. Father, may your glory endure forever. Ya kwamba dada yangu mtoto wangu anaweza kuja mbele za Bwana kumwambia, utukufu wako udumu milele. Hallelujah. Dada yangu Charity ukiwa hapo Belgium, as you are standing there in the nations, that there are so many challenges in Europe today. So many challenges. It's not only about the euro. Kuna mambo mengi ambayo, there are so many things in that nation that are in the heart of God. So you are there to bring this glory of the Lord to endure forever. You begin to pray prayers that are pleasing, victorious intercession. Maombi ya ushindi ni maombi ya neno la Mungu. Verse 33 inasema, I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Hallelujah. Ya kwamba nitamsifu Mungu maisha yangu yote. Nitaimbia Mungu maisha yangu yote. Nitamuimbia sifa mimi vile naishi. Hallelujah. Verse 33 inasema ya kwamba nitamuimbia Bwana maadamu naishi. Nitamshangilia Mungu wangu nikiwa hai. That I will praise God when I am alive. In the name of Jesus, I will praise God. This is all I will do. This is all I will do. I will praise God all the days that I live. I will praise him. Hallelujah. I want you to tell God that. Umwambie Mungu, nitakusifu. Nitakusifu. Nitakusifu ninapoishi. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Wacha tuinue sauti zetu sasa. Tuinue sauti zetu. Sela brothers, tuinue sauti zetu. Tumwambie Mungu, nitakusifu mimi ninapoishi. Hallelujah. Let's sound the trumpet as we pray. Hallelujah. Inua sauti zako. Hallelujah. Hallelujah. Ashe tunakushukuru Mungu. In the name of Jesus. Hallelujah. But 34 inasema, may my meditation be pleasing to him. Hallelujah. Inasema kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwake. Yes. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani meditation yako, yani kutafakari kwenyewe kuwe ni kutamu kwa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba mawazo yako, your thoughts themselves are pleasing to God. They say, my meditation be pleasing to God as I rejoice in the Lord. Ya kwamba kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwake, mimi nitamfurahia Bwana. Hallelujah. Amen. Wakati unaona mipango yako haiendi vile unataka iende, wakati wa kumtafakari Bwana kumefika. Hallelujah. Wakati wa kumsifu Bwana kumefika. Wakati wa kumpatia sifa kumefika. Wakati wa kumpa sifa kumefika. Hallelujah. Ya kwamba kuna tafakari kuwa kwa uwepo wa Bwana. Tunatafakari. We just marvel at being in the presence of God. We marvel that your meditation, yani mawazo yako, whatever you are thinking right now, is it pleasing to God? Whatever you are thinking, is it pleasing? Is it pleasing? As an intercessor, as you are praying, are you pleasing God? Unaombea taifa lako kama unaliombea mazuri ama unaliombea mabaya? Unamuombea rais wako mazuri ama mabaya? What are you praying? Is it pleasing to God? That is the meditation of your heart. This is what is going to give you victorious intercession. Itakupatia uombaji wa ushindi. Ushindi mkubwa, kwa sababu neno la Mungu linasema, wacha kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwako. Yaani Mungu, mimi naweza kushinda katika hiyo ombi siku yote. Ukae katika hiyo maombi tu siku yote ukimwambia Mungu, Mungu naomba kutafakari kwangu kuwe kutamu. Yani you just praying to God and telling him, may my meditation be pleasing to you, because your meditation is full of the world and many things. Kutafakari kwako kuna mambo mengi, kuna magonjwa, kuna madeni, kuna nini, kuna mashamba, kuna watoto, kuna bwana, kuna bibi. There are the husband, there's the wife, there's all these things in your meditation. So now you bring them together and say, may my meditation be pleasing to you. Twende kitabu cha Methali, Proverbs. Hallelujah. Proverbs chapter 10. You are reliable. Hallelujah. Proverbs chapter 10 says, the Proverbs of Solomon, a wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. Verse 2. Ill-gotten treasures. Methali 10. Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. 3. Says, the Lord does not let the righteous go hungry, but he thwarts the craving of the wicked. Methali 10 mstari wa 3. Hallelujah. Very powerful word there. Inasema hivi in Swahili. Hallelujah. Inasema, Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Hallelujah. Amen. Bali tamaa ya mtu muovu huisukuma mbali. Kwa hivyo nafsi ya mtu wa Mungu, Mungu haezi kubali ife na njaa. Kwa sababu njaa ni hukumu moja ya Mungu. Famine is one of the judgments of God. When you see famine, unapoona njaa inakutafuta kwa familia yako, unapoona umaskini unakutafuta kwa familia yako, unapoona magonjwa yanakutafuta kwa familia yako, unapoona vitu kama hizi, ujue ni wakati wa kwenda kwa Mungu na kumwambia Mungu, ulisema that the righteous will not go hungry. Unamletea hili neno, you come with the word of God to him, because kitu kimoja lazima ujue ni kwamba kila siku bila kukosa
Shetani ukupeleka kwenye koti, anakupeleka kotini kila siku bila kukosa, na ako na majina ya kila mtu. Ndio maana it's important to pray with the name. Ni vizuri kumuombea mtu kwa jina. Usiseme Mungu kumbuka watoto wangu. Hapana, hiyo wakati mwingine itafika. Inafaa uombe kwa kila mtoto na jina. Kila kitu uombe na jina. Useme ni asante kwa mali yangu. Hapana, ombea gari lako kwa namba ya usajili. Pray for your car by your number plate. Pray it. Pray before God. He knows the identity. Bwana Yesu asifiwe. Ombea gari lako na jina la gari. Umuombe na kuandikisha number plate, anaijua pia. Katika dunia, in the world, kama polisi wanataka kushika gari yako, wanachukua tu number. If the police want to arrest you, they will look for your ID. They will arrest you if they are in the diaspora. So in the spirit is the same. Hakuna kitu inabadilika rohoni. Kila kitu rohoni. Maisha yote ya mwanadamu iko rohoni. Everything is in the spirit. You must understand that everything is spiritual. You must come to align yourself to the spiritual things of God and know God deeply. Umwambie Mungu, nasema the righteous do not go hungry. Why am I going hungry? I am not walking in unrighteousness. Mimi natembea kwa njia ya haki. Mbona sina chakula? Mbona sina mavazi? Mbona sina hiki? Mbona sina kile? Sasa tunamkemea shetani katika jina la Yesu. Wachilia vitu zangu katika jina la Yesu. Let my things go in the name of Jesus. Get your filthy hands out of my money in the name of Jesus, because God is on the throne. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God is on the throne. Glory to God. Inasema lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Inasema vipi? Ya kwamba inasema atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. The hand is being mentioned here. Ya kwamba lazy hands make for poverty. Inamaanisha hata kuomba kwako. If at all you are not prayerful, you are lazy in praying, uko mlegevu kwa maombi, then ungojee yale mambo yanaletwa na watu walegevu. Inasema ya kwamba lazy hands make for poverty. Hata rohoni, kama una uombi, kama wewe yani lazima ujaze kikombe chako cha maombi kila siku. Sio kanisani peke yake, kwa nyumba yako mwenyewe ujaze maombi kikombe. Kikombe kijaa. Your cup must fill. Your censer in heaven must fill with prayers. So that's why nakwambia it's important uweze kuongeza maombi ladha kwa kutaja majina ya vitu, kwa kutaja sehemu, kwa kutaja. You pray with understanding. Ukiomba kwa India unajua iko na how many cities? When you are praying for Kenya has 47 counties. When you say Lord we pray for Kenya, hiyo haijafika vizuri. Maombi ya Kenya ni kujua unaomba namna gani. How are you praying? You are praying for the president. Okay, what is the president going through right now? He has to make decisions because of COVID-19. He has to make decisions of this. He has to make decisions of security. He has to make decisions. So now unapomuombea rais wa Kenya, lazima ujue unamuombea nini. Sio kusema Mungu tunamuombea rais wa Kenya. Hiyo ni uvivu. That is laziness. You must know how to put your lazy hands to make work, because diligent hands bring wealth. Hata katika ulimwengu wa roho, maombi yako yasiwe na uvivu, yawe na bidii katika jina la Yesu. Amen. Maombi yako yawe na bidii, yawe diligent, yawe prayers that are diligent because of victorious intercession. Maombi ya muombaji ambaye anapata. Hallelujah, glory to God. Tumpigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Tumpe sifa. Let's give him praise. Fungua kinywa chako na umshukuru. Mwambie asante. Piga makofi. Sound the trumpet.
kwa maombi. Thank you Jesus. Ya kwamba roho yako, yani your heart be stirred. Roho yako ichangamke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu. Sikia vile inasema. He who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Verse 6. Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. Hallelujah. Inasema tena kwa Kiswahili, baraka humkalia mwenye haki kichwani. Mama. Amen. Amen. Baraka zinakukalia kwa kichwa. Mimi nilisema sivai kofia tena, kwa sababu baraka hukalia kichwa yangu. Bwana Yesu asifiwe. I tell God that the blessings crown the head. There's a crown on my head. Kuna baraka inakalia kichwa changu. Ya kwamba mimi sababu natembea na Mungu, namwambia blessings are the crown. They crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. So verse 7. The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot. Inasema verse 7 na kwamba kuwakumbuka wenye haki huwa na baraka, bali jina la mtu muovu litaoza. Bwana Yesu asifiwe. Sema jina langu halitaoza katika jina la Yesu. Hallelujah. Verse 8 inasema, the wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin. Hii inasema jambo yani kitu cha muombezi asikie vizuri. Aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo. Roho wa Bwana, the moment God begins to speak to you, wakati ule Mungu anaanza kuongea na wewe, ile kitu anafanya, anakupatia maagizo. God give you instructions, and you must follow those instructions, and you must check those instructions are from God. Lazima uangalie yale maagizo yametoka kwa Mungu. Lazima uchunguze yale maagizo, because Mungu akikupatia maagizo yatakuwa yanapelekana na neno lake. Hata kuambia umchukie jirani, hata kuambia umpende jirani. God will not tell you not to love your neighbor. God will tell you to go love your neighbor, even if it is a very difficult thing. Hallelujah. Pokea maagizo ya Mungu katika jina la Yesu. Pokea na utulie nayo katika jina la Yesu. Ya kwamba Mungu aweze kukuagiza, na akikuagiza unasikia na unatenda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Verse 9. Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. 10. Whoever winks maliciously causes grief, and a chattering fool comes to ruin. Verse 11. The mouth of the righteous. Hii munisikia vizuri sana mama yangu na baba zetu na mjomba na nani. The mouth of the righteous is a fountain of life, but the mouth of the wicked conceals violence. Inasema aje tena hapo mstari wa 11. Inasema kinywa chake mwenye haki ni chemichemi ya uzima. Ile kitu unaongea iwe ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka uinue mkono wako wa kulia, umwambie Mungu, mimi ni chemichemi ya uzima. I am a fountain of life. Come on, pray for yourself now. Jiombe katika jina la Yesu. Intercessor, pray. You are a fountain of life in the name of Jesus. Lift your voice. Even right there, my sister Charity. Pray for yourself and say, God, I'm a fountain. I'm a fountain of life. I'm a fountain of life. Hey! Intercessors, pray. Lift up your voices. Lift up your voices. I am a fountain of life in the name of Jesus. I am a fountain of life. My mouth is a fountain of life. Mimi ni chemichemi ya uzima katika jina la Yesu. Nitaongea uzima. Nitaongea uzima katika jina la Yesu. Hallelujah. Kani nataka tuombe, tumwalike Roho Mtakatifu atusaidie. Yeye ni the Holy Spirit is our comforter. Ni Mungu ambaye ni Mungu miongoni mwetu. The Holy Spirit is God. Yeye sio nguvu fulani ambaye anakujanga, hapana. Ako hapa Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu. Inua mikono yako na umwambie Roho wa Bwana, hallelujah, chukua maisha yangu.
chukua mawazo yangu, chukua yote Baba, tunakuabudu Baba. We praise you Holy Ghost, Father, that you give us victorious intercession. Give us victory, Lord, in everything we are doing. In the name of Jesus. Give us victory, our Father. Give us victory in every category. Father, we invest prayer. We take time to invest good time in your presence. That God, you will guide us, you will lead us, oh God, by your way everlasting. In the name of Jesus, lead us and we will follow. Help us to walk in your path and your pattern. Come on, open your mouth. Open your mouth. Fungua kinywa chako. Hallelujah. Useme mimi ni mtoto. Mwambie Mungu akujaze na Roho Mtakatifu. Mwambie akujaze na Roho wake. Mualike. Tell him to fill you with the Holy Ghost. The only way for you to do some intercession with victory. Oh, Rabasekerebos. Oh, Rababaselebos. Oh, Bakasele Salalabos. Oh, Baba, tujaze Roho Mtakatifu na hekima yako. Fill us with your wisdom. Fill us with your power. Fill us with your anointing. Fill us with your direction. Fill us, oh God. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, carry me. Oh, Rababa, carry me. Carry me. Holy Spirit, carry me. Carry me. Mwambie Bwana, unataka kuwa muombaji mwenye ushindi. Tell God you want to be a victorious intercessor. Tell him you want to be victorious as you make intercession. That God gives you victory. That God gives you breakthrough. That God gives you open heaven. In the name of Jesus. That you will receive open heaven from the Lord. In the name of Jesus. That his power will be upon your life. In power, in authority, in dominion. The fire of God will be in your life. In the name of Jesus. That the anointing of the Lord will be in your life. In the name of Jesus. Hey! Come upon you, Charity. May he fill you to the overflow. May he come upon you in the nations. Oh, Baba life. We bless your name. The mouth of the righteous is a fountain of life. My mouth is a fountain of life. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inasema katika mstari wa 12, Proverbs 10:12, hallelujah. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Inasema ya kwamba, hallelujah, kuchukiana huondokesha fitina. Hallelujah. Said hatred stirs up conflict. Inasema kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana ustiri makosa yote. Katika mioyo yetu lazima tuwe na upendo. Upendo ni kitu ambacho unaweza fikiria, we can think that love is something that is so easy. But love, the only love we remember is this, that God so loved the world that he gave his one and only begotten son. Ya kwamba lazima tuombe kuwe na upendo. Nataka uombe Mungu, mwambie ongeza upendo ndani ya moyo wangu. Katika jina la Yesu. Increase love in my heart. In the name of Jesus. Increase your love in my heart, Father. Increase your love in my heart. In the name of Jesus. Amen. Amen. Verse 13 says, wisdom is found on the lips of the discerning, but a rod is for the back of one who has no sense. Watu wenye akili huweka akiba ya maarifa. Ndio inasema. Hallelujah. Praise the Lord. The name of the righteous is you. We are in verse
14, now we are in 15. It says, the wealth of the rich is their fortified city, but poverty is the ruin of the poor. Verse 16, the wages of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death. Verse 17, whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. 18, whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. Verse 18 inasema, yeye afichaye chuki na midomo ya uongo na yeye asingiziaye ni mpumbavu. Kwa hivyo wewe muombaji, you is an intercessor, lazima uchunge, you must be careful against hatred, chuki moyoni. Lazima uchunge kabisa hakuna chuki. You must make sure you do not conceal with lying lips and spread slander. Because if you spread slander, slander ni nini? Ni kueneza fitina. Hiyo neno inasema ukienda hiyo njia, wewe na mtu amjui Mungu mko pamoja. Kwa sababu mtu amjui Mungu anaitwa mpumbavu. The person who does not know the Lord is called a fool. Verse number 19. Sin is not ended by multiplying words, but prudent hold their tongue. Verse 20. The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. Verse number 22. The blessing of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The blessing of the Lord brings wealth. Amen. Baraka ya Bwana uleta utajiri. Baraka ya Bwana utajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Hallelujah. Amen. Ya kwamba baraka ya Mungu hawezi kuchanganya na huzuni. Akikubariki amekubariki katika jina la Yesu. Verse 23. Hallelujah. A fool finds pleasure in wicked schemes, but a person of understanding delights in wisdom. Verse 24. What the wicked dread will overtake them. What the righteous desire will be granted. When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you were to see, kama unaweza kuona wakati ule unasoma neno, when you are reading the word, umeshika upanga katika roho. Unaposoma neno umeshika upanga. Sasa kama unasoma kidogo, unapata upanga wako hata huko kwenye mkono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposoma neno na unaposikiliza neno, kama uwezi soma, unapata upanga wako unakuwa mkubwa, unakuwa hodari, unakuwa shujaa. You become a hero in the spirit when you read the word of God. Wakati mwingine hata si lazima ufafanue, unasoma tu. Bwana Yesu asifiwe. You read the word and the Holy Spirit anakuja anakalia hiyo neno. Neno la Mungu, Roho wa Bwana anakuja anaenda mbele ya hiyo neno yake na anafuata hiyo neno hadi litimie katika jina la Yesu. Praise the Lord. Amen. When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so are sluggards to those who send them. Verse 27. The fear of the Lord adds to the length of life, but the years of the wicked are cut short. Bwana Yesu asifiwe. Kumkaribia Bwana, ya kusema kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaamini ya kwamba Mungu atatupatia kuona vitukuu. Vitukuu. Kwa sababu tukimcha Bwana, Bwana anaongeza siku katika jina la Yesu. Amen. Inasema the prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing. Verse number 29. The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. Verse 30. The righteous will never be uprooted, but the wicked will not remain in the land. Verse number 30. Ili ni neno, this is a word for the intercessor. If you are praying over the land, this is a scripture that you need to bring before the Lord. Mwenye haki hataondolewa milele, bali wasio haki hawatakaa katika nchi. Kwa hivyo tunatabiri wenye haki wote, all the wicked, they will not remain in the land. In the mighty name of Jesus. The wicked over you will not remain in the land allotted for the righteous, according to the word of God. It says verse 31. From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom,
but a perverse tongue will be silent. The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Tumeweza kumaliza Proverbs. Tupigie Yesu makofi tunapoenda Ecclesiastes. Hallelujah. Thank you Jesus. Tunaenda vizuri na saa, Mungu atatusaidia. Ecclesiastes 9. Mhubiri 9. Mhubiri 9. Ecclesiastes ndio inaitwa na Kiswahili Mhubiri. Hallelujah. So I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are in God's hands. But no one knows whether love or hate awaits them. All share a common destiny. The righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good, so with the sinful. As it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them. Verse 3. This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. The hearts of people, moreover, are full of evil. There is madness in their hearts while they live, and afterward they join the dead. Anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. Hallelujah. Mstari wa 4 unasema ya kwamba, hallelujah. Thank you Jesus. It says, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Tumaini lazima liwe kwa muumbaji. Tumaini, kuwe na tumaini. Verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Waliokufa, mstari wa 5 unasema hivi, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote litakalofanyika chini ya jua. Wakati watu wako hai, waambie unawapenda. When people are alive, tell them you love them. When people can still see you, tell them you mean something to me. Tell people when they are living. Ukingoja wakiondoka, hata utengeneze picha kubwa, uandike barabara inaitwa jina yao, you do everything. When they are dead, they don't have any part. Hawajui chochote wanapokufa. Hata ujenge jumba kubwa, uite, nimeona sometimes when I'm traveling, I find places like there's a place I saw in Mahimayu, imeandikwa memorial. Nyumba kubwa imetengenezwa afu imeandikwa memorial, sijui nini nani memorial. Ule mtu hawezi kuja akasoma ile nyumba. The person who dies, they cannot come back. Even if you make what in their honor, it can never touch them. And when you have, kama wale wanafanya makumbusho ya kutoa sijui msalaba, kufanya nini, hizo vitu waliokufa hawawezi kuchangia. They cannot come. They cannot be able to have a part. And that's why if you have something in your mind thinking about a memorial, then you go around a grave as a family. Stop that business. Wachana na hiyo biashara. Kwa sababu ule mtu aliyemfu, hata mjenge gorofa juu ya kaburi yake, hawezi kufanya kazi yoyote katika ulimwengu alio hai. The person who's dead is dead completely. And that's what the scripture teaches us. It's good to keep a memory. It's good to remember a legacy. It's good to remember what they did for you. But you cannot in any way allow the enemy to use you to do things that don't glorify him. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit.
So it says, verse 7, go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Always be clothed in white and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life. Whatever your hands find to do, mkono yako ile kitu inafanya, do it with all your might. Maombi ukifanya, ufanye na nguvu yako yote. Where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Mahali ambapo tunaenda sisi wote, wakati utakaofika, tumemaliza kazi ile Mungu ametupatia. Hakuna kazi ingine huko. There is nothing else to do there. So now when you're on this side, mtumikie Mungu. Work for God. Do everything for Him, like you're doing it for Him. Let me read verse 10 in Swahili, so that you can understand it better, if you are a Swahili speaker. My sister Jeanette, I know you missed this video because of the timing, but I know that you are watching it, and you will also learn some Swahili as you listen for it. Even my sister Janice in Arizona, who loves Swahili so much. So verse 10 says, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Kwa hivyo sasa, kazi ambayo iko kwa mikono yako, uifanye kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama unamfanyia Mungu. Hallelujah. Glory to God. Inasema verse 11, I have seen something else under the sun. The race is not for the swift, nor the battle to the strong, nor does food come to the wise, but or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Verse 12, moreover, no one knows when their hour will come. As feet are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Verse 13, I also saw under the sun this example of wisdom that greatly impressed me. There was once a small city with only a few people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, and built huge siege work against it. Now there lived in that city a man poor but wise. He saved the city by his wisdom, but nobody remembered him. Nobody remembered that poor person. So I said, wisdom is better than strength, and the poor man's wisdom is despised, but his words are no longer heeded. Verse 17 of Ecclesiastes 10. It says, Ecclesiastes 9, sorry. The quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of a ruler of fools. Verse 17 inasema kitu lazima tuelewe na Mungu. Inasema hivi, maneno ya mwenye hekima yanenwayo taratibu husikiwa, zaidi ya mlio wake atawalaye katikati ya wapumbavu. Katika Kizungu inasema ya kwamba the quiet words, inamaanisha kuna maneno ambayo hayana sauti. Mungu anaongea saa zingine kwa kunyamaza kimya. Hakuna sauti utasikia. You will pray, but God will not give you anything. He'll remain silent. And you must learn to listen to the silence of God. Lazima ujifunze kusikiza kimya cha Mungu. Uweze kusikiza, sababu akikimya kuna kitu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Tumemaliza kitabu cha 3. Tumshukuru Mungu. Tumpe sifa. Yes. Hallelujah. Tunaenda kwa kitabu, we are going to the book of Ezekiel, and the Lord is helping us swiftly to move. Hallelujah. As we read and pray. Yes, you are. You are holy. Ezekiel 28. Kitabu cha Ezekieli. Mungu atusaidie. Ezekiel 28
inasema hivi. The word of the Lord came to me. Son of man, say to the ruler of Tyre, this is what the sovereign Lord says. In the pride of your heart, you say, I am a God. I sit on the throne of a God, in the heart of the seas. But you are a mere mortal and not a God, though you think you are as wise as a God. Hapa ni maneno ambayo nitaleta kwa ujumla. Nitasoma yote na Kizungu, alafu niwaeleze kwa ujumla, kwa sababu ni unabii ambao unaanza hadi unakwisha. So verse 3 says, are you wiser than Daniel? Is no secret hidden from you? By your wisdom and understanding, you have gained wealth for yourself and amassed gold and silver in your treasuries. Verse 5, by your great skill in trading, you have increased your wealth. And because of your wealth, your heart has grown proud. Hii ni unabii kwa taifa la Tyre. Verse 6, therefore, this is what the sovereign Lord says. Because you think you are wise as a God, I'm going to bring foreigners against you, the most ruthless of nations. They will draw their swords against your beauty and wisdom and pierce your shining splendor. They will bring you down to the pit, and you will die a violent death in the heart of the seas. Ezekiel 28 mstari wa 9. That is Ezekiel 28 verse 9. That's where I am right now. It says, will you then say, I am a God, in the presence of those who kill you, in the hands of those who slay you? You will die the death of the uncircumcised at the hand of foreigners. I have spoken, declares the sovereign Lord. The word of the Lord came to me. Verse 12. Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre, and say to him, this is what the sovereign Lord says. You were a seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Verse 13. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you. Carnelian, chrysolite and emerald, topaz, onyx and jasper, lapis lazuli, turquoise and beryl. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. You were anointed as a guardian cherub, for I so adorned you. You were on the holy mount of God. You walked among the fiery stones, my God. This is Ezekiel 28 verse 15. You were blameless in your ways, for the day you were created, till wickedness was found in you. Though through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub. For among the fiery stones, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before the kings. By your many sins and dishonest trade, you have desecrated your sanctuaries. So I made a fire come out from you, and it consumed you, and I reduced you to ashes on the ground. In the sight of all who are watching, all the nations who knew you are appalled at you. You have come to a horrible end, and will be no more. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 12 hadi mstari wa 19 hadi mstari wa 17 unaongea kuhusu shetani, vile alirushwa kutoka mbinguni, ya kwamba alikuwa ni malaika mkubwa, alikuwa na nguvu nyingi sana, alikuwa na mawe mengi ambayo yalikuwa kwenye mwili wake. In fact, wengine wametuambia alikuwa na vyombo vyote vya wimbo. Akifanya hivi mabawa, unasikia drums, unasikia tarumbeta, unasikia gitaa, unasikia nyimbo zote. Hivyo ndio shetani alikuwa mbinguni. Alikuwa kabisa anapendeza, lakini kiburi kilimwangusha. Wewe muombaji, muombezi, usikubali kiburi kikuangushe. Don't allow pride to bring you down as an intercessor. Mungu anakutumia, lakini usikubali kiburi kiingie maishani mwako, kwa sababu kama angeweza kumwacha
yule malaika wake mkubwa aendelee kufanya kazi kwa sababu ya kiburi, pia na wewe atakutoa kwenye hiyo position amekupatia kwa sababu ya kiburi. Wacha tutubu kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Let us repent. Let's repent. Yani before God, the only way for victory. Mbele za Bwana, the only way, njia ile peke yake ya kumpendeza ni kumwambia Mungu, nisaidie niondolee kiburi. Katika jina la Yesu. Take this moment and pray. Tell God to forgive you. Repent. Open your mouth. Open your mouth. Tell the Lord, Father, I'll not tolerate pride in my life. Oh Baba, nisaidie. Kiburi cha aina yoyote niondolee maishani katika jina la Yesu. Remove pride out of my life, oh God. Remove every kind of pride, oh God. Remove every kind of pride. Remove every kind of pride. Remove every kind of pride. In the name of Jesus. Any kind of arrogance, remove it out of my life, oh God. Remove it, Lord, out of my life, Jehovah. Every kind of pride. Agune Chemba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba. Ezekiel 28, Ezekiel 28 verse 20. As we continue, the word of the Lord came to me. Son of man, set your face against Sidon. Prophesy against her and say, this is what the sovereign Lord says. I am against you, Sidon, and among you I will display my glory. Ezekiel 28, verse number 22. It says, you will know that I am the Lord, when I inflict punishment on you, and within you am proved to be holy. I will send a plague upon you, and make blood flow in your streets. The slain will fall within you, with a sword against you on every side. Then you will know that I am the Lord. Verse 24. No longer will the people of Israel have malicious neighbors who are painful briars and sharp thorns. Then you will know that I am the sovereign Lord. Hallelujah. Ezekiel 28 mstari wa 24. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaishi katika nyakati ngumu. We are living in tough times. And the word of the Lord says in verse 24, nataka nikusomea na Kiswahili, nasema, wala hautakuwepo mchangoma uchomao kwa nyumba ya Israeli, wala mwiba uumizao miongoni mwa watu wazungukayo, waliowatenda mambo ya jeuri, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Ya kwamba mataifa wale wanakuzunguka, Bwana atahakikisha ya kwamba yeye mwenyewe, no longer Israel will have malicious neighbors, ya kwamba hakutakuwa mchongoma tena katika jina la Yesu. Hallelujah. Baba kuondolee majirani wa kiroho, wale wanachuki, wale ni miba. Neno nasema ni miba. Unaweza kuwa na majirani ambao ni wachawi, ni warogi, watu ambao wakupendei mazuri, lakini unapoinuka ndani ya roho, when you rise up in the spirit, something has to change. Praise the name of the Lord. Amen. Verse number 25. This is what the sovereign Lord says. When I gather the people of Israel from the nations, they will have been scattered. I will be proved holy through them in the sight of the nations. Then they will live in their own land, which I gave my servant Jacob. They will live there in safety, and will build houses and plant vineyards. They will live in safety when I inflict punishment on all their neighbors who malign them. Then they will know that I am the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unabii huu ushatimia. Tayari unabii umetimia. Ezekieli tayari unabii huu ulitimia. Silongoi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unabii ulitimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu taifa la Israeli mwaka wa 1948
ilikuwa mwezi huu wa 5 tarehe 14. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwaka hata ningependa, I would love for you to celebrate the birth of the nation of Israel. Celebrate the Independence Day of Israel. Ukuwe na siku ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya taifa la Israeli. Kwa sababu hili taifa, neno la Mungu, acha tusome hapa usikie vile neno linasema kuhusu Israeli. Inasema, Bwana Mungu asema hivi: nitakapokuwa nimewakusanya nyumba ya Israeli na kuwatoa katika watu ambao wametawanyika kati yao na kutakasika kati ya machoni pa mataifa, ndipo watakapokaa katika taifa, nchi yao wenyewe. Walipewa nchi yao mwenyewe na Umoja wa Mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na itawezekana tuende hilo taifa la Israeli, ndugu yangu Simon. Mungu atafungua njia, tuende wengi. Haleluya. Amen. Hey, wakati unasonga na naona nimebaki muda kidogo sababu ya beti, nitie Gideon. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Tunashukuru Mungu. Haleluya. Tunampa sifa. Nasema, Bwana Mungu asema hivi: nitakapokuwa nimewakusanya nyumba ya Israeli na kuwatoa katika watu ambao wametawanyika, nitafanya nini? Haleluya. Iliwapa nao watakaa salama, naam, watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu na kukaa salama, nitakapokuweko nimetekeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaotenda mambo ya jeuri pande zote, nao watajua kuwa mimi ndiye Bwana Mungu wao. Hii unabii imetimia. Ezekieli aliandika miaka ya kitambo. This prophecy has already come to pass. Hallelujah. Twende kitabu kingine, kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 5. That is where we are going now in the name of Jesus. Mungu ametusaidia sana. Tumesonga na vitabu vinne. Hasa tuko kitabu cha Ufunuo, Revelation. That's where we are right now. And now we are reading and praying. Revelation 5. Hapo ndio tuko sasa katika jina la Yesu. Revelation 5. Nasema hivi: Then in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writings on both sides and sealed with 7 seals, and I saw a mighty angel. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Emmanuel. Let me take a break for a minute, then I'll be back in the name of Jesus. Wacha tuombe, tumwambie Mungu asante kwa umbali huu hata tunapoendelea na kipindi katika jina la Yesu. Let's just pray, tumshukuru Mungu katika jina la Yesu. Napochukua break kidogo alafu nitarejea. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be with us. One thing that God is looking for is worship. Kitu ambacho Mungu anatafuta kumwabudu kwa kweli. Ya kwamba wewe peke yako kwa moyo wako utafungua kinywa na kusema asante Yesu. That you will worship God. Fungua kinywa chako. Mwambie asante. Kuna maana unasikia maombi inakuwa mzito.
Lakini unapoinuka umwambie Mungu, ni wewe Emmanuel na kuabudu. I praise you God. Unaingia kwa fujo katika rohoni. You enter in the spirit with violence. Worship him. My sister in Nakuru, bless him even as you do your work. May the Lord bless you. May the Lord open the heavens for you in the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord favor you. May the Lord honor you in every way. Rebabo sirike yabos alaba. Yandelelebos siriri yabos. Landelelebos. Father, we honor you. We honor you. We honor you. Tunakushukuru Bwana. Tunakupa utukufu Bwana. Tunakupa utukufu Bwana. Tunakutukuza mfalme wa ajabu. Ufunuo 5 inasema, then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writings on both sides and sealed with the 7 seals, and I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, who is worthy to break the seals and open the scrolls? Verse 3, but no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look into it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Hallelujah. Praise the Lord. Mstari wa 5, Ufunuo 5. Huo ni mstari unafaa kuweka moyoni, kwa sababu shetani kila wakati anapenda kutupeleka kwenye koti na kuuliza na kusema mambo fulani kutuhusu kama wateule, na sisi tunamkumbusha ya kwamba mstari wa 5, vivyo hivyo inasema hivi, vivyo hivyo iko wapi? 5 mstari wa then one of the elders. Mstari wa 5 inasema hivi, vivyo hivyo nyinyi vijana watini. Sio hapo. Mimi nafungua Petero. Poleni wapendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. It says here, Ufunuo Yohana 5 mstari wa 5 inasema, na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kuifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Yani simba aliye wa kabila ya Yuda, ikimaanisha kuna simba wengine ambao ni wa kabila zingine, na shetani anapenda kukaa kama simba. Yeye si simba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatembea kama simba. Yeye sio simba. Simba ambaye aliye wa kabila ya Yuda hayuko Masai Mara, wapendwa. Hayuko katika milima ya Serengeti. Simba huyo hayuko katika nyika za kule South Africa, mahali kuna mpaka simba weupe. Simba mwenye ngozi nyeupe, unaona mwili wake na mabawa yake yote ni nyeupe. Hayuko hapo. The Lion of the tribe of Judah reigns forever. He's in the spirit. Hey, Jesus. He is in the spirit and is real. The Lion of the tribe of Judah has triumphed and is worthy to open the 7 scrolls, the 7 seals. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yote ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni mambo yanatendeka rohoni. There are things that are in the spirit. You must connect in the spirit for you to understand. Let me show you something about kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Lazima ukitafute, ukisome kila siku, kwa sababu inasema ikianza haleluya, ikianza katika hii kitabu cha Ufunuo wa Yohana unapoanza inasema ya kwamba
aliyeushuhudia neno la Mungu. Inasema heri asomaye. Inasema heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanasikiza tu na wale wanasoma tu wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Ufunuo 5 mstari wa 5 inasema, the one of the elders said, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and his 7 seals. Verse 6, then I saw a lamb, looking as if it had been slain, standing at the corner of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, which are sent out into all the earth. He went, took the scroll from the right hand of him who sat on the throne, and when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. Wacha hiyo niweze kutafsiria mama yangu aweze kuelewa akiwa pale nyumbani. Sikia hii neno. Linasema hivi, from verse 7. Wacha nianze mstari wa 6. Vizuri tu tusikie ufunuo huu, kwa sababu wamebarikiwa wale wanasikia. Bali katika jina la Yesu. Inasema hivi, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama, aliyekuwa kana kwamba amechinjwa. Kana kwamba hakuwa amechinjwa, alionekana kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Katika kitabu cha Isaiah, wacha nikuonyeshe hizo roho 7 za Mungu, uweze kuzielewa hizo roho 7 za Mungu, kwa sababu roho 7 za Mungu ndio watu wa Mungu wale wanamtumikia. Wengine wamekosa kuwa na hiyo roho 7 ya Mungu, hawana kumcha Mungu, hakuna kumwogopa Mungu tena. There is no fear of the Lord, because they do not have the spirit of the fear of the Lord. Wacha tuelewe kabisa haya mambo. Hizi pembe ambazo ni 7 ziko kwenye kichwa cha mwana kondoo ambaye anakaa ni kama alifanywa nini? Alichinjwa. Katika jina la Yesu. My sister Jeanette, hallelujah, I bless the Lord for you, and I thank God for the Spanish nation of Venezuela, and I just love you, my sister, for praying for me, for organizing people to pray in Spanish. I don't even understand Spanish, but now today we understand Swahili together. God is helping you to understand Swahili, because I'm also reading the word in Swahili in the mighty name of Jesus Christ. Isaiah 11, which is Isaiah in Swahili 11, inasema hivi mstari wa 2. Inasema hivi mstari wa 2. Ndio sababu hapo ndio hizo roho 7 za Mungu ziko hapo katika jina la Yesu. Linasema hivi mstari wa 2. Inasema, na roho ya Bwana atakaa juu yake. Roho ya kwanza ni roho ya Bwana. Then ya pili inasema roho ya hekima, hiyo ni ya 2, ufahamu ya 3, roho ya shauri ya 4, uweza ya 5, roho ya maarifa ya 6, na roho ya kumcha Bwana ya 7. Hizi ndio roho 7 za Mungu. Unaweza uliza, Mungu ni mmoja, je, ako na roho 7 namna gani? Roho 7 za Mungu nimekusomea Isaiah 11 mstari wa 2. Isaiah 11 verse 2. The spirit of might, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of fear of the Lord. Those are the 7 spirits of God. Inasema katika Mungu zilizo tumo katika dunia. Verse 7 inasema, akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake aliyeketi juu ya kiti kile cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitakasa vya dhahabu
vilivyojaa manukato ambavyo ni maombi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unapata kinubi chako, je, kimejaa? Kinubi chako kiko na maombi. Is your golden censer carrying prayer? Do you have prayers that are going together with the saints, that are filling your golden censer? Yani lazima muombaji uje mahali pa kujaza kinubi katika jina la Yesu. Every time you must go to pray, you must tell God, Father, I send this incense to your golden censer. Hallelujah. Baba, nainua manukato haya yaingie katika kinubi. Yani hata uombi ukitisha kitu kingine hapo, hausemi sijui school fees, sijui nini. Auombi hizo vitu. Hizo vitu zinaongezwa katika jina la Yesu. Hizo vitu zinaongezwa. Na Mungu amesema ya kwamba mwenye haki hatalala njaa. Amesema ya kwamba njia za wenye haki anazijua na urithi wao ni wa milele. Wakati wa njaa watashiba katika jina la Yesu. Haleluya. Wakati wa magonjwa watapona katika jina la Yesu. Haleluya. Watapewa nguvu mpya, watainuliwa, watafunzwa lugha nyingine, watanena kwa ndimi kwa sababu ni Mungu. Haleluya. Sio mwanadamu amefanya, sio mwanadamu ametumana, ni Mungu aishie milele. Haleluya. Kwa hivyo usiwe na hofu, mtu wa Mungu. Mungu anapokuita usiwe na hofu, usiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu ataenda na wewe. God will go with you. Don't be afraid. God is with you. Hallelujah. He's strengthening you, giving you hope and power and courage and dominion. So verse number 9, they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll. Walifungua wakasema, wewe unastahili. Wakaimba wimbo mpya wakasema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, na kwa kuwa ulichinjwa ukamwanulia Mungu, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na taifa, wa kila lugha na jamaa na taifa. Yani kwa damu ya mwana kondoo alinunua. Alienda pale kwenye duka lako Susan Panian, akasema nipatie wanadamu, nipatie mataifa. Vile ule mwenye kukaa kwenye duka anauzaga kiberiti, anauzanga maji, anauzanga mkate, anauzanga airtime, the same way you sell something from the shop, you buy something from the shop. That's how Jesus bought us from. He bought every tribe, he bought every tribe, he bought every language. By his blood, Jesus is God. He went and bought them. He bought them in the name of Jesus. He said, I am buying you. Na kununua wewe. Na kununua wewe Purity ukiwa Nakuru. Mimi ninakununua wewe Philip Mumo ukiwa pale Tala. Mungu anakuona, anakujua ukiwa Brussels wewe dada yangu Charity. Anakuita Ana ukiwa St. Louis. Anakuita wewe Liz ukiwa Eldoret. Anakuita nasema mimi nimekununua wewe. Wewe ni taifa langu. You are my tribe. You are my language. You are my people. You are my nation. Hallelujah. I have purchased you for God. I have purchased you for God. I have bought you for God. In the name of Jesus. That's why waliimba nyimbo wakasema, wewe sababu ulichinjwa, lakini kwa damu yako mwenyewe ulimnunulia Mungu. Hai. Mungu alinunuliwa na damu. Mimi damu, yani price ile ambayo wewe umewekwa, bei ile wewe umebeba ni bei ya damu. Ya kwamba ulimwengu wa roho unaelewa damu. Uelewi pesa, uelewi umaarufu, auelewi. Na ndio maana unaona katika ulimwengu wa roho damu nyingi sana imetumika. Katika maajali wakitafuta kafara katika barabara, katika watu wanatafuta umaarufu, watu wanauana katika vita na vitu kama hizi. Lakini hakuna damu inaweza kununua mataifa. Hakuna damu inaweza kununua watu ila damu ya Yesu. Sikia vile nasema mstari wa 10. You have made them
Hawa watu ambao walinunuliwa umewafanya, you made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will reign on the earth. Sikiza hiyo mstari tena kwa Kiswahili. Inasema hivi, ukawafanya nani? Mataifa, makabila, malugha na jamaa na mataifa. Wakamba wakaitwa, wakaambiwa, nyinyi pesa yenu ni ngapi? Damu ndio hiyo, ingieni huku. Wamasai wakaitwa, Wajaluo wakaitwa, Wahindi wakaitwa. Wote wakaletwa, na watu wa Brazil na China na wapi, wakaletwa wote. Hata wale wanaabudu sanamu wote akawanunua. Bwana Yesu asifiwe. Na waliponunuliwa wakafanyika kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Mungu alinunua na hii damu ilinunua, alafu wakati huo amenunua akawafanya. Bwana Yesu asifiwe. Akawafanya. Kwa hivyo wewe Mkristo ambaye unaomba, muombaji, mimi naongelesha waombaji. Waombaji, wale wanaomba kwa, yani you pray victorious intercession. Unaomba maombi ambayo unapata kuna ushindi. Kwa sababu unaelewa ya kwamba wewe ulinunuliwa kwa damu. Alafu baada ukanunuliwa kwa damu, ukafanywa kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kila kiti cha enzi, na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka, na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, amen. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka kukaa rohoni, kaa ndani ya ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako 4-5, ukae rohoni uone nini kinachoendelea. Ni kuabudu. Around kiti cha enzi si kitu kingine kinaendelea, ni kuabudu, ni kusujudu. He's worshiping God. He's telling God you are worthy. He's telling God, yani kila asubuhi, if you wake up every morning and spend 1 hour, ukae kwenye maombi rohoni ukimwambia Mungu, worthy is the lamb. Inasema hivyo. Acha nisome na Kizungu, nimemaliza na Kiswahili. Verse 9, they sang a new song saying, you are worthy to open the scroll and he said, because you are slain and with your blood you purchased for God every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Sisi tulionunuliwa tukafanyika tuweze kumtumikia Mungu kama makuhani na kama wafalme. Hallelujah. Verse 11. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands. Hallelujah. And 10,000 upon 10,000. They encircled around the throne. Hallelujah. And in a loud voice they were saying, worthy is the Lamb who was slain, who to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and earth, under the earth and on the sea and all that is in them, saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and glory, honor and power forever and ever. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sifa zikurudie Bwana. Bwana upokee utukufu na nguvu katika jina la Yesu. Hallelujah. Mimi nakupatia 2 point za kukaa kwenye uroho. Yani, I'm giving you points that can keep you in the place of prayer, praying the things that please the Father. Uweze kuomba maombi yale yanampendeza Mungu. Kwa sababu unapojua haya, ujua kwamba Mungu, yani kwa masaa hata masaa mawili unaweza kuwa tu ukikaa mbele za Mungu. Na nakwambia unapoabudu, unapoomba maombi kama haya ya kumpendeza Mungu, ni maombi ambayo malaika atashuka na kuja kukutia nguvu. Is that the angel of God will come and give you strength as you are praying the prayers that please the Father.
The 4 living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Sema wale viumbe wanne wakasema amina, na wale wazee wakapiga magoti na kusujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kitabu cha mwisho tunasoma leo wa Kolosai. Colossians. Wacha tuinue mikono yetu. Lion of Judah has prevailed. Hallelujah. He has prevailed. He is worthy to receive glory and the will. He has. Abudu Bwana, mwambie asante kwa neno lako ambalo limelisikia. Just tell God, thank you for the word that is coming through. Worship Him. Worship Him. Come on, let's all worship. Lift up your hands to the Lord. Close your eyes and just focus on heaven. Hallelujah. There is something happening when we are together in one accord. He has prevailed. He has prevailed. The Lion of Judah has prevailed. Thank you, Jesus. The Lion of Judah has prevailed. Thank you, Jesus. Ye are worthy to receive the glory and the praise you have prepared. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Father, we honor you. We bless you. We glorify your name. We honor you, Lord Jesus. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. There is none like you, Lord. You are worthy, oh God. You are so worthy, Lord Jesus. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Tunakuheshimu Baba. Inua mikono yako yote. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Uweze kumwabudu Bwana. Simama umuinulie mikono. Useme unastahili. Come on, worship Him. Worship Him. Lift your voice to Him. He is worthy to receive the glory and the honor. He has prevailed. We say there is none like you. We say you are worthy of all the praise, worthy of all the adoration. Rokorobo sandala basaya, Riki diria basondara mako brandeza, Reke bronda zandele korosa, Reke bronda zala kosi, Reke bronde lelele boshi, Rabasonda la bakosita, Remozika la boshi, Rebo sandala la boshi, Reke teleboshi, Rambo sigia, worthy to receive, and oh Rabaseke, hallelujah. He has prevailed. The Lion of Judah. He is worthy. Pasa sauti yako kwake. Mwambie Baba unastahili. Mwambie Baba tunakuabudu. Mwambie Baba ni asante. Oh Rababa sekelemos. Worthy to receive. Inua sauti yako kwa Bwana. Oh rakabronde lelele bosi. Baba tunakupenda. Baba tunakuinua. Baba tunakupenda. Asante Bwana. Asante kwa rehema zako. Asante kwa familia zetu. My God, we thank you for victorious intercession. That God, your people, we have gathered in your name to honor your name, to bless your name, to say you are worthy, Lord, to open the 7 scrolls. Hallelujah. Father, we worship you.
Asante Yesu. Wacha tuingie tukishukuru Mungu. Tumwambie Mungu asante. Mwambie fungue macho yako ya kwamba neno hili unalolisikia liende kuwa nyama ndani ya maisha yako. Mwambie Mungu afungue macho yako ya roho. Mwambie afungue tamaa na kiu. Uwe na kiu cha neno. Fungua sauti yako sasa, mwambie Mungu, nijaze Baba na kiu chako, kiu cha neno, 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 kiu cha neno Baba, kiu chako Baba. Fungua macho yangu Baba, open my eyes that I may see you, that I may see you, hey, that I may see you, that I may join the 24 elders, Lord, that I may join them, oh God. Father, open my eyes. Kama unaweza kupiga magoti na if you can kneel where you are, if your knees can kneel, kama magoti yako yako sawa, unaweza kumpigia Yesu magoti na kusema, Baba, napiga magoti mbele zako. Turaboka ya setelebosi. Kneel before the Lord. It's one of the things we need to do when we worship Him. Kneel before Him. We kneel before the Lord just like He knelt before on our sake. Father, we kneel in your presence. Father, we kneel in your presence. Give yourself away to the Lord. Kneel before Him. Tell Him, Father, I have come. I have come. I have come. Jesus, I have come. Seeking your face. Looking for you, God. Seeking you, Lord. Looking to you and your strength. Father, we've come to look for you. We have come to look for you today. Father, we are kneeling in your presence. Seeking your face. Calling on heaven. Calling on you, Jehovah. Seeking your face. Lord, thank you that you've given us an opportunity to access the realm of the Spirit. We access victoriously intercession in your presence. Oh, Rabasundalabos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we kneel in your presence and we seek your face, oh God. Father, we love you. Father, we love you. Father, we kneel in your presence, thanking you for the 24 elders. Thanking you, Lord. You are worthy to open the 7 seals. Oh, Rakabore Shalaba. Rekerebo Shitalabasa. Oh, Rababa Selebos. Lerebo Sandalalabos. Randerebo Sia. Rebo Sandalalabos. Lord, release your healings, oh God, over your people. Lord, heal your people. Lord, deliver your people. Lord, come through your people victoriously, our Father. In the name of Jesus, may you move by your power. May you move by your grace. Sound the trumpet, Ebosia. Father, we join the 24 elders and kneel at your throne. Father, seeking your face, telling you, Lord, you are worthy to open the 7 scrolls.
Receive praise. Receive glory out of this journey of 150 days of sound. Lord, let it be about you. About you. About the people in your heart. About what you love to do. Precious Lord, we honor you, Jehovah. You are our shield, our refuge. We seek your face. We victoriously intercede that for the nations, Lord God. Hey! We worship you, our Father. We honor you, Jehovah. Thank you for the prayers rising to you, Jehovah. Thank you for the prayers, pure, rising to you, Jehovah God. Thank you, Lord, for the incense that is rising to you. Thank you for the word of God. Thank you, Lord Jesus. We honor you. We bless your name. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. The book. Hallelujah. We worship you. We worship you.